ameyaeleza pale juu juu ya namna ambavyo unaweza kujisumbua ule nini, unywe nini, na juu ya kuvaa. Alafu pale juu aliongea lugha ngumu sana Yesu. Anasema, ni nani kati yenu anaweza kujiongeza kimo chake? Kama hamuwezi jambo dogo kama hilo, kwa nini mnajisumbua sana? Hasa hakuwa na maana ya kwamba watu wasifanye kazi, kwa sababu ukisoma pale usipoelewa vizuri unaweza kusema Yesu amesema tusifanye kazi. Kwa nini tunajisumbua kwa shughuli nyingi? Lakini alikuwa na maana ya kudili na hofu ya kesho yako. Unajua mtu anajisumbua mpaka anaogopa, sijajua kama kesho nitaishije. Mtu yuko kwenye mahangaiko, lakini ukiangalia kinachomhangaisha sio maono wala sio vision wala sio kusudi. Kinachomhangaisha ni hofu ya kesho itakuwaje, ni hofu ya kesho nitaishije. Sio maono ambayo amepewa ndani yake kwamba kesho nitakiwa kufika hapa, lakini kinachomhangaisha ni hofu. Na mtu akishaanza kuhangaishwa na hofu, dalili mojawapo au vitu mojawapo vinaweza kumtokea, huwa anapoteza mwelekeo. Akishaanza kuhangaika na hofu ya kesho, anapoteza mwelekeo. Atafanya hata visivyopaswa kufanyika ili tu kuiondoa ile hofu ya kesho ndani yake. Anaweza akapita njia zisizokuwa za kwake ili tu kuiondoa hofu ya kesho itakuwaje. Kwa hiyo Yesu akawa anawafundisha kwenye ufalme wa Mungu. Anasema, tafuteni ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Anaposema tafuteni kwanza, usisahau lile neno kwanza. Anaposema kwanza, maana yake kuna mbili. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo anaposema tafuteni kwanza, hana maana mengine msiyatafute. Anaposema kwanza, maana yake kuna mbili. Anaposema kwanza, maana yake kuna kifuatacho baada ya hicho. Anaposema kwanza, maana yake katika vipaumbele vyako vyote, ufalme wa Mungu unatakiwa kuwa kipaumbele nambari moja. Kwenye mahangaiko ya vitu unavyotakiwa kutafuta kwenye maisha yako, ufalme wa Mungu unatakiwa kuwa kipaumbele namba moja. Alafu anasema ufalme wa Mungu na haki yake. Ufalme wa Mungu unatakiwa kuwa kipaumbele namba moja. Na tutaona kwa nini Yesu anazungumza kwanza, tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Alafu anasema mengine yote mtazidishiwa. Maana yake alikuwa anatujengea confidence kwamba tukiupata ufalme wa Mungu, ndani yake kuna kuzidishiwa, ndani yake kuna kuyapata yote. Kwa lugha nyingine anataka kusema ufalme wa Mungu una aina ya maisha umebeba ndani yake. Ukiukosa ufalme wa Mungu ukahangaika na maisha kwanza, maana yake unayakosa na maisha yaliyobebwa ndani ya ufalme wa Mungu. Alitaka kusema nini? Ndani ya ufalme wa Mungu kuna maisha, kuna kila kitu, kuna package ambayo Mungu ameiweka ndani yake ili iweze kumsaidia mwanadamu awapo duniani, lakini iweze kumsaidia huyu mwanadamu baada ya kuondoka duniani. Ndio maana ufalme wa Mungu ni ufalme wenye umilele, ni ufalme wenye nguvu, lakini una umilele, sio wa siku moja. Narudia tena hii sentensi unielewe, kwa sababu ukinielewa mwanzoni utaelewa huko tuendako. Kwa nini Yesu anatoa msisitizo mkubwa juu ya ufalme wa Mungu? Ufalme wa Mungu, kwa nini anasema utafuteni kwanza? Maana yake kipaumbele namba moja kiwe kwanza ufalme wa Mungu. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, alafu na mengine yote mtazidishiwa. Why ufalme wa Mungu kwanza? Kwa sababu ndani yake kuna package ya maisha. Na wale wanaosoma watagundua, hata wanafunzi walipomwambia tufundishe namna ya kuomba, tufundishe namna ya kusali, akasema semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Alafu akasema jina lako lifanye nini? Tukuzwe. Alafu anawaambia ufalme wako uje. Kabla mjasema ututendee, utupe mkate wetu, utupe riziki yetu, anasema semeni ufalme wako uje.
Alafu kabla mjasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni, semeni ufalme wako uje. Kwa nini? Ufalme wake ukija, ufalme wake ukija, maana yake na package ya vitu mnavyovihitaji vimebebwa ndani yake. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Ufalme wake ukija, maana yake na package ya maisha yamebebwa ndani yake. Ufalme wake ukija na package ya maisha, vifurushi vya maisha ya watoto wa huo ufalme, ya raia wa huo ufalme yamebebwa ndani yake. Ndio maana wale wanaojifunza kwa masuala ya uraia watagundua, unaposafiri kwenda nchi nyingine, haijalishi una sura nzuri kiasi gani, una elimu kiasi gani, lakini ukifika kwenye lile taifa watakwambia lazima uwe na passport. Mataifa mengine wanakuambia passport peke yake haitoshi, lazima uwe na visa. Na ukiingia pale wanakupa na utaratibu wa namna ya kuishi. Ukijaribu kusema sasa mimi nimeingia, mmeniruhusu, nina kibali cha kuingia Marekani, au nimeingia hapa China, wanakuambia kuna siku tumekuandikia siku za kuishi hapa. Baada ya siku hizo unatakiwa kurudi kwenu. Ukijifanya we nunda ukasema siwezi kurudi kwetu kwa kuwa mbona mimi ni mwanadamu kama ninyi, nina macho mawili kama mimi, nina haki za kibinadamu, watakwambia sikiliza, ili taifa ni taifa la kwetu, sio taifa la kwako. Kwa hiyo na wewe una taifa lako na lina taratibu zake, na hili ni taifa la kwetu. Usije ukao unavuta hewa ya watu wetu, ukashiriki haki za raia wetu. Kwa hiyo unajaribu kujipambania pale, unasema hamna shida jamani, mbona nimesoma na hapa China na mnajua, na wakwambia sawa, ile issue ya kusoma haihusiani na kuishi hapa. Rudi kwenye taifa lako. Unajiuliza kwa nini wananifukuza? Watu hawana upendo kabisa. Wana upendo, lakini wewe ni nani kwenye taifa la watu? Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa ninachosema? Kwenye tawala zao wana utaratibu wao, wana haki zao, kwamba hizi ni haki za raia wetu. Wewe unataka unasema na nimekuja hapa, unajua na mimi nimeingia na kibali hapa, kwa hiyo nimeingia Tanzania, alafu unagundua wewe ni mlugaluga, wewe ni Mchina, umekuja Tanzania, unasema kwa hiyo nataka na mimi kumiliki hapa ardhi hiyo ya kwangu. Watakwambia ukitaka kumiliki ardhi umiliki kama raia, huwezi kumiliki kama raia, labda uje kama mwekezaji, napo tunakupa kwa mkataba, kwa sababu hapa sio kwenu. Kwa nini wanasema sio kwenu? Kwa sababu utawala wa nchi umebeba na haki za raia wake. Ufalme wa mbinguni una haki za raia wao. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana Yesu akasema utafuteni kwanza ufalme na haki yake, kwa sababu mkiupata ufalme na maisha yaliyoko ndani ya ufalme na haki zenu ndani ya ufalme zitakuwa halisi kwenu. Ndio maana saa nyingine unaenda kuomba, unasikia mtu akiombewa anasema na mimi nataka Mungu anipe ABCDEFG, anipatie 1, anipatie 2, aifanye familia yangu kuwa hivi, aifanye. Saa nyingine unamwona mtu akiombewa siku kwa siku, akiombewa mwaka kwa mwaka, unajiuliza why? Kwa nini kile anachokiomba apokei? Ni kwamba Mungu asikii maombi yake? Mungu anasikia. Kinachomkwamisha ni nini? Yeye ni uzao wa nani? Yeye ni raia wa wapi? Kwa sababu kukaa kanisani haina maana we ni raia wa ufalme wa mbinguni. Unaweza kuwa chechi miaka mingi na hujawahi kuwa raia wa ufalme wa mbinguni. Mnanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Hasa ukishapokea ufalme na hiyo haki yake, kupokea ufalme peke yake tena ni hatua moja, haitoshi. Unao ufalme sawa ndani yako, lakini ule ufalme kuoperate, kuwa na haki zilizoko ndani ya huo ufalme, unahitaji kuelewa, unahitaji kujifunza, kwa sababu ufalme kuna namna unaishi. Ndio maana unasikia saa nyingine ukija kwenye mataifa yetu haya, ukija kwenye mataifa yetu ya Kiafrika, watakwambia haki za raia, utasikia katiba ya nchi. Why wanazungumza hivyo? Manake kuna taratibu za namna ya kuishi, kuna miongozo kwenye taifa husika na serikali.
na raia wake lazima ajue haki yangu ni ipi, na ajue na mipaka ya haki yake. Ndio maana ukivuka mipaka yako, tumejenga na maabusu na jela, na polisi wameajiliwa kwa ajili ya watu wanaovuka mipaka ya haki zao, kwa sababu hata ukiwa na haki ina mipaka yake. Ukiwa na utaratibu wa kuishi una mipaka yake. Kwa ukitaka kuishi kwa amani, lazima ujue mipaka yako inaishia wapi. Na kwenye masuala ya kiroho, kwenye ufalme wa Mungu ni hivyo hivyo. Hivi vitu vingine unavyoona duniani wanavifanya, baadhi ya vitu wamekopi, kwa sababu ufalme wa Mungu ndio ulio na standard ya namna ya kuishi na watu wake. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa tunaposema kuishi na Mungu, maana yake nini? Nataka niende hapo, kwa sababu kumbuka nimekuzungumzia kuishi na Mungu kwa mitazamo ya kifalme. Tunaposema kuishi na Mungu, maana yake nini? Maana ya kwanza, angalau jioni ya leo nikupe maana kama mbili hivi. Maana ya kwanza, kuishi na Mungu maana yake nini? Mimi nataka niishi na wewe, nataka nikae na Mungu aliye hai. Maana yake nini? Sio swala tu la kutaka, lakini maana yake nini? Unaweza ukawa unaomba, usipojua maana yake, hicho unachoomba itakuwa ngumu kuelewa kwamba umekipata au hujakipata. Maana yake nini? Maana ya kwanza, tunaposema kuishi na Mungu ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, kumtambua, kumwamini, kutembea katika uwepo wake. Narudia, kuishi na Mungu ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Uhusiano wako na Mungu, unapotaka kuishi naye, hautaki kuishia tu kwenye relationship. Unatakiwa kuingia kwenye kiwango kinaitwa fellowship with God, intimacy. Tunapozungumza fellowship, maana yake unakuwa na ushirika na Mungu. Tunapozungumza intimacy, maana yake ni uhusiano ulio na kina na Mungu. Unazama ndani ya Mungu, unapotelea ndani ya Mungu. Tunazungumzaga kwamba unapotelea ndani ya Mungu, unazama ndani yake. Kwa hiyo kuishi na Mungu ni kumruhusu, ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, kumtambua, kumwamini. Kuwa na uhusiano na karibu na Mungu, kumtambua, kumwamini, kutembea katika uwepo wake. Kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, mkato, kumtambua, mkato, kumwamini, kutembea katika uwepo wake, kutii neno lake na kuongozwa naye katika maisha ya kila siku. Kuishi na Mungu ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Kwa hiyo unaposema nataka kuishi na Mungu, kwa lugha nyingine, natafuta kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Alafu maana yake unatafuta kumtambua Mungu kwenye maisha yako binafsi. Alafu unatafuta kumwamini, kutembea katika uwepo wake, kutii neno lake na kuongozwa naye katika maisha yako ya kila siku. Kwa ukisikia mtu anasema naishi na Mungu, maana yake ana uhusiano wa karibu na Mungu, alafu anamtambua, anamwamini, anatembea katika uwepo wake, anatii neno lake na kuongozwa naye katika maisha ya kila siku. Kila siku, kila siku. Hiyo ndio maana ya kuishi na Mungu. Kuishi na Mungu sio kumtaja Mungu au kumwongelea Mungu. Kuishi na Mungu ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Kuishi na Mungu sio kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu yanaweza kuwa matokeo ya kuishi na Mungu na yanaweza yasiwe matokeo ya kuishi na Mungu. Kwa sababu kwenye kumtumikia Mungu kuna kutumikia matakwa yako, lakini kwenye kumtumikia Mungu kuna kutumikia mapenzi ya Mungu.
Hasa sio kila anayemtumikia Mungu anatumikia mapenzi ya Mungu. Unaweza kumtumikia Mungu kwa kutumikia matakwa yako, na kwenye Biblia inakupa utambulisho kwamba wewe ni mtumishi wa tumbo, kwa sababu motive inayokudrive kumtumikia Mungu ni matakwa yako binafsi. Lakini kuna anayemtumikia Mungu kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Yuko kumtumikia Mungu kwa maana ya kulitumikia shauri la Bwana. Huyu tunasema anakuwa driven, anaendeshwa na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo kumtumikia Mungu haitafsiri kwamba unaishi na Mungu. Na kwa sababu hiko, wako wengi wanaomtumikia Mungu lakini hawaishi na Mungu. Kwa hiyo kuna watu wanaotumiwa na Mungu, lakini kuna watu wanaofanya kazi pamoja na Mungu. Na mpango wa Mungu na mapenzi yake ni kufanya kazi pamoja naye. Kwa nini najaribu kukueleza jambo hili? Ili uondoe ile notion au ule mtazamo wa kusema kwamba kwa kuwa namtumikia Mungu naishi naye. No. Unaweza mtumikia Mungu na hauishi naye. Unaweza kusema habari za Mungu na hauishi naye. Unaweza kumwimbia Mungu na hauishi naye. Unaweza kumsema Mungu na hauishi naye. Kwa sababu kuishi na Mungu ni zaidi ya kumsema, ni zaidi ya kumtumikia. Lakini kuna kumtumikia Mungu kunakozaliwa kwenye kuishi na Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Na kumtumikia Mungu kunakozaliwa kwenye kuishi na Mungu, utumishi wako unakuwa na maana sana, na ndani yake kuna furaha, na ndani yake kuna matumaini makubwa. You will never be disappointed. Hautakatishwa tamaa wala kuvunjwa moyo, kwa sababu kila kinachozaliwa ndani yako kimebebwa ndani ya Mungu aliye. Na huko ndiko kunakoshinda, huko ndiko kushinda, kwa sababu andiko yanasema kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Unapomtumikia Mungu, kutumika kwako kumezaliwa ndani ya Mungu. Utumishi wako utabeba nguvu ya ushindi ndani yake. Haijalishi upinzani na vita na mashambulizi na misukosuko, lakini utaibuka kuwa mshindi siku zote. Kwa nini? Kwa sababu asili ya unachokifanya ni Mungu mwenyewe. Hakuna aliyewahi kushindana na Mungu akashinda, isipokuwa Mungu ni mshindi wa nyakati zote, wa vizazi vyote. Kwa mtu ambaye utumishi wake asili yake ni Mungu, atakuwa na ushujaa mwingi, hataogopa siku za mabaya, nyakati ya hatari, atakuwa imara nyakati zote. Kama unaelewa sema amen. Kwa hiyo kuishi na Mungu ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Kumtambua maana yake kumpa heshima anayostahili. Heshima anayostahili kunakotokana na unavyomjua. Ukisikia mtu anasema namtambua Mungu, lugha ya Kiingereza tunasema recognition. Recognition ni kumpa heshima anayostahili kunakotokana na unavyomjua. Hauwezi kusema namtambua Mungu wakati humpi heshima anayostahili. Unaweza kumpa heshima, lakini je, ni heshima anayostahili? Kwa sababu iko heshima, lakini iko heshima anayostahili. Mungu akipewa heshima anayostahili, na kuhakikishia kabisa kuna vitu huwa vinabadilika kwa mtu anayempa Mungu heshima anayostahili. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa Biblia inaposema kuishi na Mungu ni kumtambua, maana yake ni kumfanyia recognition, kumpa heshima anayostahili kunakotokana na vile unavyomjua, kwamba ninamjua Mungu. Ndio maana mtu akimtambua Mungu haendeshwi na mazingira na hali anazokutana nazo, anaendeshwa na huyo Mungu anayemtambua. Haleluya, 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 haleluya. Lakini kuishi na Mungu ni kumwamini. Kumwamini. Unaweza kumwamini Mungu kwenye mambo fulani fulani, alafu kuna mambo muamini Mungu. Unasema mwalimu, inawezekaneje? Kasome maandiko kwenye Kumbukumbu la Torati. Musa aliongea lugha ya huzuni sana wakati anaongea na kile kizazi.
Anawaambia, sikilizeni, niliwaambia nikawaeleza, huyu Mungu ambaye aliwaonyesha mpaka mahali pa kuweka hema, usiku akawaongoza kwa nguzo ya moto, mchana akawaongoza kwa wingu. Anasema huyu Mungu ambaye niliwaambia habari zake kwamba atawapigania, msirudi nyuma, twende. Lakini nyinyi katika jambo hili, angalia lile neno, katika jambo hili hamkumwamini Bwana. Mmoja anasema, mwalimu unaongea kitu gani? Fungua Kumbukumbu la Torati, fungua Kumbukumbu la Torati, fungua Kumbukumbu la Torati, utanielewa tu. Fungua Kumbukumbu la Torati, ile sura, Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza. Fungua Biblia yako, Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati, iki kitabu cha sheria, ile sura ya kwanza. Kumbukumbu la Torati, ile sura ya kwanza. Umeshaipata sura ya kwanza? Umeshaipata sura ya kwanza? Umeshaipata sura ya kwanza? Lengo langu ni mstari wa 32. Lakini ninatamani nikusomee kuanzia 26 mpaka ule mstari wa 35 au wa 36. Angalia mistari 10. Anasema, lakini hamkukubali kukwea huko, mliliarifu neno la Bwana Mungu wenu, mkanung'unika hemani mwenu, mkasema, ni kwa sababu Bwana ametuchukia ndipo akatutoa katika nchi ya Misri, apate kututia katika mikono ya Waamori ili kutuangamiza. Twakwea kwenda wapi? Ndugu zetu wameiyeyusha mioyo yetu, wakituambia, wale watu ni wengi, ni warefu kuliko sisi. Miji nayo ni mikubwa, imejengwa kuta hata mbinguni. Na zaidi ya hayo, huko tumewaona wa Anaki. Ndipo nikawaambieni, msifanye hofu wala msiwache. Bwana Mungu wenu anayewatangulia mbele yenu ndiye atakayewapigania, kwa mfano wa yote aliyowafanyia huko Misri mbele ya macho yenu. Na huko jangwani ulipoona alivyokuchukua Bwana Mungu wako, kama mtu amchukuavyo mwanawe, njia yote mlioiendea, hata mkafikiria mahali hapa. Musa anawashawishi kizazi kile. Anasema, lakini katika jambo hili, angalia ile sentence, lakini katika jambo hili hamkumwamini Bwana Mungu wenu aliyewatangulia njiani usiku kwa moto, kuwaonyesha njia mtakaoiendea, na mchana kwa hilo wingu, ili apate kuwatafutia mahali pa kusimamisha hema zenu. Bwana akaisikia sauti ya maneno yenu, akaghadhibika, akaapa, akasema, hakika yangu hapana mmoja miongoni mwa watu hawa wa kizazi hiki kibaya atakayeiona nchi hiyo nzuri niliyowapia baba zenu kuwapa, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune. Huyo ataiona, nami nitampa yeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga, kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Haleluya, watu wa Mungu. Musa anaongea lugha ya masikitiko. Anasema, ninyi hamkukubali kufuata. Nilipowaelekeza mkawaogopa wale watu, mkaanza kuongea lugha ngumu, mkasema Mungu ametuleta atuangamize, ametuleta ili atuue. Hivi mnafikiri Mungu ni mjinga kiasi hicho awapeleke mahali ili mkafe? Atafaidika nini sasa Mungu? Anasema, nikawaeleza nikasema, mmesahau Mungu alivyowatendea kule Misri. Msiogope hao watu, hata kama ni warefu, hata kama ni majitu, msiwaogope wala msiwache, msiweke hofu ndani yenu. Nikawaeleza atawapigania mfano wa yale matendo aliyowatendea mlipokuwa Misri na yale aliyowafanyia mlipokuwa jangwani. Akasema huyu Mungu atawapigania. Anasema, lakini katika jambo hili hamkumwamini Bwana. Maana yake kwa lugha nyingine, katika jambo hili mliacha kuishi na Mungu, mkamweka Mungu pembeni, mkaamua mjipambanie, mkasahau kwamba yeye aliwaongoza usiku kwa moto kuwaonyesha njia, lakini mchana kwa wingu. Mkasahau, mkaongea maneno magumu sana, sauti zenu zikasikika mbele yake. Mungu akakasirika.
Mungu akaapa akasema, hakika hiki kizazi kibaya hakuna hata mmoja atakayeingia katika ile nchi nzuri. Alafu akasema isipokuwa nani? Karebu mwana wa Yefune, anasema huyo ataiona, nami nitampa yeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga. Kwa sababu gani? Anatoa sababu. Kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Yeye hakukubali mazingira yamkatishe tamaa, alifuata kile Mungu amesema kwenye maisha yake. Akasema kwa sababu hiyo nitampa yeye na uzao wake, lakini wengine watafia jangwani. Je, mpango wa Mungu ilikuwa kuwaua jangwani? No. Kilichofanya wafie jangwani ni nini? Waliacha kuishi na Mungu, wakapoteza imani. Juu ya jambo gani? Juu ya jambo la kuingia Kanaani. Walipoletewa taarifa ya wapelelezi, wakakata tamaa, wakahuzunika mioyo yao, wakasema Mungu ametuleta ili kutuua. Wakalaani kabisa kwamba laiti Mungu asingetuleta huku, ametuleta ili tufe. Wakaongea maneno magumu sana. Ile ukisoma kwenye Hesabu, Mungu anasema watanizalau hata lini? Maana yake walionyesha dharau mbele za Mungu. Unapoacha kumwamini Mungu katika jambo lolote, maana yake unaonyesha dharau katika jambo hilo. Hata kama umepewa taarifa za kuvunja moyo, unatakiwa kujua Mungu anasema nini kwenye hali hiyo. Usifuate taarifa ulizopewa. Umewahi kuona saa nyingine unakutana na mtu anamwendea mchungaji wake, anasema, mchungaji, nafikiri mimi niombee tu, mimi sitaolewa. Unamuuliza why hutaolewa? Anasema, unajua maumivu niliyopitia, nimekata tamaa. Mwanaume alinidanganya, akanizalisha, akafanya nini, miaka yangu imeenda. Sasa nao nina 43, nina 42, kwa hiyo mimi nafikiri sitaolewa. Unamuuliza Mungu anasemaje? Anasema, mimi sijui Mungu anachosema, mimi naona hali iliyoko na dunia inavyokwenda. Mimi nimeshakuwa, tena saizi wana lugha mbaya sana huko duniani, utasikia mshangazi. Lugha unasipendi lugha, mpaka sijui aliitoa wapi. Watu wanafikiri ni lugha ya kawaida, kumbe ni lugha ya kuharibu mentality za watu. Mshangazi anasema, nimeshakuwa mshangazi, kwa hiyo nataka niishi tu, nilee watoto wangu na nini. Kwa hiyo unamuuliza, kama tukienda tukisechi rohoni, tukamuuliza Mungu, ni kweli huyu mwanamke alitakiwa kuishi hivi? Je, Mungu atatujibu hivi ndivyo? Kama tukienda mbele za Mungu tukamuuliza, Mungu, ulipokuwa unamuumba huyu mwanamke, na haya ndio maisha yake ambayo alitakiwa kuishi, aitwe mshangazi, azae tu watoto, asiwe na ndoa yake, asiishi na mume, ndio maisha yake. Je, Mungu atatuambia ndio maisha yako? Ndio swali. Tukienda kwa Mungu atatuambia hii ndio hatima yako. Ukienda kwa Mungu utakutana na lugha tofauti. Ukija huku, watu mambo walioyapitia yamewatengenezea lugha tofauti, na yamewapa mitazamo ambayo wameondoa kwenye baadhi ya mambo imani kwa Mungu wao. Unaweza ukasoma hapo kawacheka wana wa Israeli, mbona Mungu aliwafanyia na hiki? Kwa nini walikata tamaa? Wewe umekata tamaa kwenye mambo mangapi ambayo kwa kweli hujai kuona? Kuna mtu hapa ukimwambia masuala ya uponyaji, Mungu anaponya, anakuambia amen. Unasema sasa leo tunaanza kudili na watu ambao wana HIV na kansa. Kansa ile stage ya mwisho inaitwa stage gani? Stage 3, stage 4, stage 3. Tunasema tunataka ile stage 4, watu wainuke, Mungu aponye afya zao. Utasikia amen. Walisema amen mwanzoni, sasa utasikia amen. Unajiuliza, mbona amen zimepungua? Utasikia mwalimu, ukituambia pepo kutoka, it is not a problem, tunaamini pepo linatoka. Mwalimu, unaijua HIV wewe? Ukipata HIV unaishi kwa matumaini. Unamwambia, kwa hiyo Mungu anasemaje kuhusu HIV? Amesema anaweza ponya yote isipokuwa HIV. Unagundua katika jambo hili watu hawamwamini nani?
Kwa nini? Kwa sababu ya taarifa walizopewa. Mimi niko hapa kukwambia, ukianza kuishi na Mungu, everything is possible. Kila kitu kinawezekanika. Ukianza kuishi na Mungu, eneo mojawapo utakalokuwa unafanyia recheck kila saa, unajikagua, ni eneo la imani na kulipigia mazoezi, kwamba sawa, ninamwamini Mungu, lakini ni mambo gani ambayo imani yangu inapwaya? Ni jambo gani ambalo inawezekana na mdharau Mungu? Kwenye jambo hilo utatafuta kumuuliza Mungu na kujifunza, ili na katika kila jambo, na katika jambo linalokutisha, uwe na imani kwamba Mungu unaishi naye anaweza kukuondoa kwenye hilo janga. Ukiwa na imani hiyo, tunasema huyu mtu anaishi na Mungu aliye hai. Haleluya! Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo kinachokukwamisha sio Mungu, mitazamo iliyojengwa ndani. Kinachomfanya Mungu wako awe mdogo kuliko HIV sio Mungu, mitazamo yako. Mungu yuko powerful, nyewe watu wa Mungu. Huyu Mungu tunakuja tunasema tunaye Yesu. Hivi mnamuelewa nyinyi? Mungu anaweza kufanya reverse ya maisha ya mtu mpaka yeye mwenyewe akabaki anasema naona kama maono, kumbe ndivyo ulivyo. Unaelewa? Anahisi kama anaota ndoto, kumbe ni Mungu ameweka gia moja tu, reverse. Kamka asubuhi, naona kama maono. Mungu ni Mungu wa ajabu. The problem is hatutaki kuishi naye, tunamchukulia kiwepesi wepesi. Ndio maana na maisha yetu yanachukuliwa kiwepesi wepesi. Hakuna aliyeishi na Mungu maisha yake yakachukuliwa kiwepesi wepesi. Wanaweza kumdharau leo, lakini kesho watatamani kupiga magoti mbele yake. Hakuna aliyeishi na Mungu maisha yake yakawa mepesi. Hayupo. Kasome maandiko. Hayupo na hata kuwepo aliyepata neema ya kuishi na Mungu kwenye hatua za maisha yake. Unaweza kumdharau siku za mwanzo mdogo, kwa sababu Mungu anaanzaga na small beginning. Amen, amen. Small things, vitu vidogo vidogo, lakini ambavyo vimebeba hatima kubwa ndani yake. Unamwona mtu hivi mpaka unamtema mate. Subiri miaka 5 ijayo, unasema tumpate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake? Hakuna anayeishi na Mungu ambaye maisha yake yatabaki kwenye stagnation. Hakuna aliyeishi na Mungu maisha yake yakabaki yale yale. Kila aliyeishi na Mungu, hata kama alikuta ameharibikiwa, alifanyiwa kitu kinaitwa upgrading, akapandishwa viwango asivyokuwa navyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu uliye naye ni Mungu wa viwango jamani. Ni Mungu wa viwango, ni Mungu aliye hai, ni Mungu ambaye huwa ana upgrade maisha ya watu. Haleluya, haleluya. Ndio maana adui hapendi, moja ya kitu hapendi, anakutaka wewe uwe shabiki wa Mungu, sio uishi naye. That is the big problem. Ukiongea huko mtaani unasema hamwe Christian, hamwe born again Christian, mimi nimeokoka. Acha mbwembwe, ishi na Mungu aliye hai. Hata usiposema nimeokoka, yule Mungu akimuona wanasema tumpate wapi baba kama huyu? Tumpate. Matendo ya Mungu kwenye maisha yako yataongea yenyewe, yatasema huyu mama ana Mungu aliye hai, huyu binti ana Mungu aliye hai. Tulijua afiki mbali. Nini kimemtoa hapo? Nini kimeondoa aibu kwenye maisha yake? Nini kimebadilisha hatima yake? Wanagundua anaishi na Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Ndio maana Yefune, mwana wa Yefune, yule kijana mwana wa Yefune Karebo,
Unajua moja ya kitu alisifiwa, alimfuata Mungu kwa kila neno. Ndio maana nimekuambia hapa, kuishi na Mungu sio tu kumwamini wala kutembea katika uwepo tu wake tu, ni kutii pia neno lake na kuongozwa naye katika maisha ya kila siku. Hata yabadilike kiasi gani, unasema neno la Mungu limesema. Dunia ikiongea hivi na unasema neno la Mungu limesema. Wewe fikiria, binti ni Mkristo kabisa, afu namuuliza ana miaka mingapi? 28. Amezaa nyumbani watoto wangapi? 2. Afu anakutana na dunia huko inasema wewe ni mshangazi, afu naye anajiposti mimi ni mshangazi wa miaka 20, afu kaokoka. Unahitaji viboko. Ukikutana na mimi fimo. Ndio maana mimi sio mchungaji wako. I'm telling you, ningekuita ofisini, ningekwambia lala chini, viboko 5. Umetoa lugha hii wapi? Wewe ni uzao wa Mungu aliye hai. Hizo lugha ni za duniani, sio za watoto wa Mungu aliye hai. Jina la Yesu libarikiwe. Soma Biblia. Umewahi kukuta wapi imeandikwa mshangazi? Wewe umeitoa wapi? Hafu na unaingia tu kwenye hilo jopo, leo tutakuwa na vikao vya mashangazi. We ni kukute. Mimi ndio maana sio mchungaji wako wala askofu wako, lakini nakuhakikishia ungepigwa viboko. Unamzuilia Mungu miujiza ya kutisha kabisa. Kuna watu Mungu anatafuta kuwatendea miujiza ili tu Mungu ajitambulishe duniani. Watu wakiona maisha yako yalivyobadilika waseme haiwezekani. Huyu dada huyu tunayemfahamu sisi, huyu imekuwaje? Anawezaje kuwa na ndoa yenye amani kiasi kile? Anawezaje kuwa na maisha na mume mzuri kiasi hiki? Huyu tunayemjua sisi. Alafu ndio wanasema sio yeye, ni Mungu wake amefanya. Wanaanza kumsema Mungu. Unafikiri Mungu akifanya miujiza midogo midogo, nani atakayeongea kuhusu Mungu? Mungu anatakiwa kufanya maisha yako kuwa ajenda ya hapa mtaani na kwenye mji huu. Ukipita mahali wanasema unamuona yule jamaa ana Mungu wa kweli. Alikuja hapa akiwa haeleweki, lakini Mungu wake huyu anatisha. Wanaanza kugwaya, kuogopa Mungu uliye naye. Sasa angalia wanavyokuchukulia kawaida. Why haujaamua kuishi na Mungu? Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe kiu, akupe shauku, akupe fikra, akupe mitazamo ya kusema nataka kuishi na Mungu aliye hai. Ukipata hiyo neema na ukafanikiwa, I'm telling you, hatua kwa hatua, hautabaki pale ulipo. Kuna vitu hautaomba lakini vitatokea. Kuna vitu hautasema Mungu nipe, lakini vitatokea. Kuna vitu hata vikitokea wakikuuliza umepateje, utaishia kulia, utasema hata mimi sielewi kinachoendelea. Nimejikuta tu. Unajiuliza wewe ndugu yetu unajikutaje? Kwa sababu unakaa na Mungu aliye hai. Walikutupa shimoni, utajikuta huko Ikulu umekaa namna ai. Kamuulize Yusufu, ndugu zake wa kuzaliwa tumbo moja, baba yao ni mmoja, mama zao tu ndio walitofautiana, lakini walimtupa shimoni, wakamuuza, wakajua wamemaliza maisha yake. Kumbe kule shimoni ndiko Mungu anapatikanaga saa nyingine. Wamemtupa kwa sababu wamekosa msaada wa ndugu, akakutana na msaada wa Mungu. Ukikosa msaada wa wanadamu utakutana na msaada wa Mungu. Hakuna anayekaa na Mungu ambaye akikosa network ya watu atapoteza maisha yake. Ukiwakosa wanadamu, Mungu atapatikana, na Mungu akipatikana atawaleta watu ambao wanakutoa from zero to hero. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Ndio maana ukisoma Mwanzo 41:38, mfalme wa nchi anakiri, anasema tumpate wapi mtu kama huyu ambaye roho ya Mungu inakaa ndani yake. Unaelewa maana yake nini? Anaishi na Mungu. Tumpate wapi? Kwa sababu tatizo walilokutana nalo, wasomi wamefeli, wachawi wamechemka, wenye hekima wamechemka. Anatafuta mfungwa mmoja aliyetupwa jela, amekataliwa kwa familia, kakataliwa ulaiani, kakataliwa kila mahali, kaishia jela, ndiko kapakubalika jela. Yani kakataliwa kila mahali, kakubalika jela. Leo tungemkuta tungesema analaana, kumbe Mungu anampeleka jela ili auonyeshe ulimwengu, mimi ndiye super power. Naweza kumtoa mtu anayeonekana amepoteza sifa na kuwa chombo cha kuheshimika duniani. Mwanzo 41:38.
Kwa ukisoma utaelewa. Jina la Yesu libarikiwe. Unaniruhusu nimalizie hii maana nyingine? Tuombe. Maana nyingine ya kuishi na Mungu, maana ya pili ni kumruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako na kuyatawala maisha yako kwa kuyaweka chini ya mwongozo wake na nguvu zake. Wow. Nimeipenda hii sana. Anasema ni kumruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako. Neno kumruhusu maana yake hata lazimisha kukaa ndani yako. Yaani Holy Spirit ni mstaarabu sana. Ndio maana ana nembo ya hua, kuonyesha kwamba yeye ni mstaarabu, a gentleman. Mstaarabu. Halazimishagi kukaa na watu, anataka permission. Ndio maana hata Yesu anasema nasimama mlangoni na bisha hodi, ukinifungulia. Maana yake allow me, niruhusu mimi kuingia kwenye maisha yako. Anaposema ukinifungulia mlango, maana yake mpe permission, mpe ruhusa, mkaribishe, mwambie karibu Bwana, karibu Roho Mtakatifu, karibu ukae nami. Anasema yeye atakaa na wewe. Sasa anasema kuishi na Mungu ni kumruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako na kuyatawala maisha yako kwa kuyaweka chini ya mwongozo wake na nguvu zake. Anayaweka chini ya direction ya kwake, alafu na under his power. Kwa kamwisho nakapenda, his power. Wow. Hii dunia hii saa nyingine haielewi maneno mengi. Wajieleze uone. Unajua mimi wapendwa, mimi namwamini sana Mungu. Anasema unamwamini, kila mtu anamwamini Mungu. Kwa hiyo tuambie unataka kusema nini? Unajua nilikuwa nasema mimi siwezi kushiriki hayo madawa. Kwambia kwa hiyo unataka kusemaje? Utakufa wewe. Mwenzako aliumwaga kama hivyo akajiongeza, tukampeleka kwa mtaalamu akapona. Sasa unasema tu mimi namwamini Mungu. Angalia, fulani alisema anamwamini Mungu akafa. Unaingia upepo. Nitaenda kutubu kwa mchungaji, nipeni hayo madawa. Sikiliza bwana, ukiishi na Mungu unakuwa under his power. Unaelewa his power, nguvu zake. Na hapa ndipo tutajifunza, utaelewa. Unapoishi na Mungu kwa mitazamo ya kifalme, kuna power, kuna nguvu, kuna upako unaitwa upako wa kifalme. Huu upako ni wa watu wanaotawala tu. Kuna nguvu ya kifalme, kuna nguvu, kuna mamlaka ya kifalme. Unatembea majestically. Unafika majestically, tunatembeaje? Unaona mtu anatembea kama amefungwa jela. Yaani ukitoka hata hapa mwingine kwenye semina unamwona mtu anatembea, tunajua tu huyu ana vifungo. Yaani tembea yake tu. Wewe ndugu, unasikitika nini? Mwalimu, acha tu. Yaani mgongo wangu umebeba matatizo. Angalia wanaotembea majestica. Yaani unahisi kama mtu nchi yote hii ni ya kwake. Kibabe. Jina la Yesu libarikiwe. Anaingia ofisini, kumbe ni mwajiliwa. Unaweza kuhisi ndio boss. Yaani akipita hivi mpaka wingu linabadilika majestically. Nampenda binti mmoja, mtoto wa kiroho wa mwalimu wangu mmoja. Yeye aliajiriwa, akajifunza shule ya kutembea kifalme na kuishi kifalme kama uzao wa kifalme. Ameajiriwa kampuni moja. Kuna bosi, mkurugenzi wa ile kampuni anafanya mambo ovyo ovyo. Watu wake wa chini ndio wanaohangaika kuinusuru kampuni. Mara wajivuruge, wanapambana. Sasa kaingia huyu binti, kichwa chake kimeyumba. Kaajiriwa pale. Siku moja mambo yamebadilika. Alafu manager anaingia. Manager na mkurugenzi ni kitu kimoja. Yaani kampuni ni ya kwao wenyewe. Wanavuruga. Alafu hao wafanyakazi wa chini ndio unakuta saa nyingine hawalipi mshahara kwa wakati. Wanapambana kuinusuru kampuni. Ikirudi kwenye mstari wanavurunda tena. Maiko kana mabosi kama hao. Kampuni ni ya kwake, unamfanya nini sasa? Kwa kitokea mfanyakazi anaongea, unasikia manager anasema kuna mtu ameanza kuongea ujinga huko. Akamwambia yeye fukuza. Akaingia huyu binti bwana. Kaajiliwa, hata kuolewa hajaolewa bado wakati huo. Binti mdogo. Kaajiliwa pale.
Alipoajiliwa kwanza akasema, Mungu ni wewe umenileta hapa, mimi ni mtumishi wako. Alafu akaanza kuomba maombi ya kifalme kwenye ofisi ya watu. Anaitakasa ofisi. Alafu anasema mifumo yote hapa itatenda haki maadamu niko hapa. Mifumo yote. Unajua kwa nini alikuwa na ujasiri huo? Yeye alikuwa anajua hata mkimuondoa hapo, kwa sababu hakujileta, ni Mungu amemleta, ana nafasi mahali pengine. Akawa na ujasiri. Siku moja wamefanya branda, alafu ofisi yote wamenyamaza, hawaongei. Angalia kilichotokea. Anasema siku moja hiyo ameingia ofisini, akakuta watu wote wananong'ona. Alafu akamwambia, hivi nani amefanya huu uharibifu? Ni nani? Akisaki akamwambia, ukionekana mdomo hapa utafukuzwa. Hasa anaongea, kumbe meneja anapita nyuma yake, anaingia ofisini. Anasema, nani anifukuze? Nani anifukuze? Sasa anaongea katoka kwenye maombi, na ana upako yule binti, ana lugha ya kimamlaka. Sema, nani anifukuze hapa? Hivi nyewe mnafikiri mimi nilikuja kuomba interview hapa au kujileta? Mungu alinileta, aliniambia nije hapa. Kwa mimi sijaja hapa kuja kufanya tu nipate kipato, nimekuja hapa kusaidia maisha yenu na maisha ya wenye kampuni. Alafu anaongea, bosi anaingia na mwenye kampuni anaingia, manager na mkurugenzi wanaingia kwenye ofisi zao. Alafu anasema, kwa taarifa yenu, kama kuna mtu alizoea mazoea haya ya kuharibu, alafu anasema mtu yoyote akizungumza atafukuzwa kazi, nawaambia tena, wewe supervisor mwambie na mkurugenzi, akikaa vibaya nafuta kazi kuanzia mkurugenzi na yaani unamfuta mwenye kampuni. Unaelewa? Sasa anamsikiliza na usifiri anatania yule binti, yuko very serious. Alafu akaongea, anasema, na nimeongea hapa ili msiseme nilikuwa napiga umbea, wote si mnasikia? Tafuta kazi kuanzia director paka manager. Sasa unajua maana ya kumfuta kazi director? Maana yake anakufa, alafu kampuni inalisishwa kwa mwingine. Sijui unanielewa nachosema? Anasema nafuta kazi. Alafu akamaliza, sema, hebu niletee maji hapo kwenye kiti. Kaenda kukaa, naendelea na kazi hapo. Manager na bosi wake wakaitisha kikao cha dharura. Anasema, hivi tulimwajilije huyu dada? Kwanza ni nani? Wameingia upepo. Usilete mchezo, maneno yanayotoka under the anointing power, nguvu ya kifalme. Kaongee wewe hivyo, upako huo haupo juu yako, uone wamesha kugawana kesho. Jina la Yesu libarikiwe. Mbona mnacheka sana? Rafiki yangu mmoja tulienda naye mkoa mmoja, mkoa wa Rukwa kule mpakani. Alafu akafika kule akaanza kuambia, nyewe wachawi wapumbavu sana. Wewe mchawi unasomesha mtoto wako alafu unamla nyama. Nyewe wajinga sana. Akahubiri. Sasa sijue kuna falme nyingine ukizikonfront, alafu hauko kwenye hiyo dimension, kinachokukuta hata kama ni mtoto wa Mungu utaelewa somo. Ameenda kwenye kufanya maombezi, akakutana na ngoma. Wewe ulisema sisi ndio wachawi, hatuna akili. Sasa alimuonya kijana, uwe na adabu kidogo. Hamna lolote, hamnifanyi chochote, silogeki, nimeokoka. Sema subiri. Wakampembelea bwana. Kumbe hajajua na kwao kuna dimension, kuna powers, kuna farume kwao pia. Zikatokea zile powers, sumeziita, zikaja. Kwa nini kesho yake asianze kusema, Mungu kama ulijua sina nguvu za kutosha, kwa nini umenileta? Jina la Yesu libarikiwe. Unanielewa mwalimu? Kwa nini unatufundisha? Nataka uondoke kwenye dimension ya fikra za kawaida. Kuna vita huwezi kushinda kwa ufahamu ule mdogo. Kuna vita inahitaji ufahamu wa juu ili iweze kutiisha farume chini yako. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Andika Warumi 8 mstari wa 14 hadi 17, wanaoongozwa na Roho au ndio wana wa Mungu. Andika. Lakini andika Wakorintho wa pili 3:17 hadi 18. Andika Wakorintho wa pili 3:17 hadi 18. Andika Wakorintho wa pili
3:17 hadi 18, Warumi 8:14 hadi 17, Wakorinto wa pili 3:17 hadi 18. Na Bwana ndiye Roho. Alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Sasa napomaliza unisikilize kwa makini. Jina la Yesu libarikiwe. Tunaposema kuishi na Mungu kwa mitazamo ya kifalme, kuishi na Mungu kwa mitazamo ya kifalme maana yake ni kumjua Mungu, kumjua Mungu kama mfalme, kujitambua ndani ya ufalme wake na kuendesha maisha kwa kanuni za ufalme wa Mungu badala ya kanuni za dunia. Kumjua Mungu kama mfalme, kujitambua wewe ndani ya ufalme wa Mungu, kwa sababu kumjua Mungu lakini kuna kujitambua wewe. Kuna mtu anao ufalme lakini hajitambui yeye ndani ya ufalme wa Mungu. Hujitambui. Tunaposema hujitambui, maana yake hujui nafasi yako, hujui ngazi yako kiroho ndani ya ufalme wa Mungu. Hujai kuona saa nyingine wale waombaji wanaombea nashughulika na anga la kiroho ambalo wachawi wanatumia, alafu naona ameinua macho hivi, nashughulika na anga la kiroho na washusha. Uweze kumshusha aliye juu. Anga la kiroho maana yake sio anga la kimwili. Kwenye anga la kiroho Biblia inasema wewe umeketishwa juu sana, maana yake anga za kiroho ziko chini yako. Kwa unapoomba maombi ya namna hiyo, fikra zinakuhamisha, unakuwa juu, alafu unaliona anga hivi, unasema nashughulika na anga la kiroho. Watu unaona ardhi, kumbe wewe unaliona anga chini yako. Huwezi kumshusha aliye juu, ila unamshusha aliye chini yako. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Na ndio maana unakuta mtu anaomba hivyo, alafu mifikra zake zinaona anga liko juu, kumbe liko chini yake. Kwa hiyo kuishi na Mungu ni kuruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako na kuyatawala maisha yako kwa kuyaweka chini ya mwongozo wake. Lakini kuishi na Mungu kwa mtazamo wa kifalme ni kumjua Mungu kama mfalme, kujitambua ndani ya ufalme wake na kuendesha maisha kwa kanuni za ufalme wa Mungu badala ya kanuni za dunia. Swali linakuja, maisha yako yanaendeshwa na kanuni zipi? Maisha yako yanaendeshwa na kanuni zipi? Kwa hiyo ukiona namna hii, maana yake ni badiliko la kifikra, badiliko la kimtazamo, lakini kwa namna ya kifalme, badiliko la kifikra. Na ndio maana nisikilize wapendwa, watumishi wa Mungu na watu wa Mungu, najua sijakwambia hiyo mitazamo 10, lakini nataka nikujengee kwenye utangulizi. Nisikilize. Ukisoma Wakolosai, kitabu cha Wakolosai ile sura ya 1 mstari wa 13 mpaka wa 14, unasema naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza. Angalia lilo neno, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye, mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Sasa angalia, kumbe hata namna tulivyookoka, kuzaliwa mara ya pili, tulihamishwa kwenye ulimwengu wa roho, kulifanyika kitu kinaitwa transfer. Ukatolewa katika nguvu za giza, ukaingizwa, ukawa planted ndani ya kingdom ya Mungu, ndani ya ufalme wa Mungu. Umeingizwa kule ndani, umeingizwa ndani. Ndio maana Matendo ya Mitume inasema ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Maana yake ndani yake kuna maisha. Uliingizwa huko ndani. So why leo uko ndani ya kingdom nyingine, lakini kuna kingdom nyingine inapambana na wewe na inakukwamisha. Wakati kwenye hiyo kingdom inayopambana na wewe ulishahama, ukaingizwa kwenye kingdom nyingine. Swali la kujiuliza ni kwamba niliokokaje? Niliokoka kweli au nilijiunga na waliookoka?
Ukipata jibu kwamba niliokoka kweli, jambo la pili, maisha yangu na mwendo wangu wa wokovu ukoje? Mimi niko hai au nilisharudi nyuma? Kurudi nyuma haina maana umezini. Kurudi nyuma haina maana umeenda kwa wachawi. Unaweza ukarudi nyuma hata kwa kuendelea na ule mchakato wa kubadilishwa na neno la Mungu, kwa sababu mchakato wa kubadilisha na neno la Mungu unahitaji mtu aliye tayari kujifunza neno la Mungu. Na wengine unakuta Roho Mtakatifu alianzisha mchakato, mmemzimisha roho, mmebaki na mazoea, mmebaki na mapokeo ya kiroho. Nitakufundisha kule mbele. Moja ya kitu kinakwamisha fikra za watoto wa Mungu ni mapokeo ya kiroho. Yalianza tangu enzi za Agano la Kale. Siku moja Mungu alimwambia Musa, simamisha nyoka wa shaba, alafu wana wa Israeli kila atakayemuona atapona, asiumwe na nini, asiuawe na ile sumu ya nyoka wengine. Walipomaliza ile shughuli, wakamtunza yule nyoka wa shaba. Musa yupo, baadaye wakaanza kumwabudu nyoka wa shaba. Mungu akakasirika, wakahamisha imani yao kwa Mungu, wakapeleka kwa nyoka wa shaba. Kumbe Mungu alikuwa anaonyesha kama ishara. Ile ilikuwa ni prophetic event. Ile ilikuwa ni ishara namna ambavyo Yesu atainuliwa na kila atakayemwamini ataokolewa, asipotee. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo wao wakatumia prophetic event kwa maisha yao. Ndio unashangaa wakawa na mapokeo ya kiroho. Mungu aliwahi kusema hawakujua kwamba yalitumika kwa wakati ule, lakini sasa yanatakiwa kubaki tu kwenye kumbukumbu na sio kuyatumia tena. Hujawahi kuona kwa mfano sasa hivi moja ya kitu kinaharibu mpaka watu wanakuwa na mapokeo ya kiroho, hawataki kuishi na Mungu, ni pale wanapoanza kutumia visaidizi vya kiroho. Utasikia mwalimu, nilienda mkoa mmoja, nimefunga siku 3, nimefanya maombezi, nimechoka, siku ya mwisho sasa nataka kuwaombea watu. Ni watu wamejaa, nataka kuwaombea, afu wamekuja na wengine. Sasa si shuhuda zinatembea. Mimi mume wangu alikuwa mganga wa kienyeji, ameleta vikoba vyake, tumepeleka kwa mwalimu, wamechoma. Kwa zile shuhuda zikitembea, na mwingine anakuja na mwingine na mwingine, wani wamejaa kwenye ibada hiyo siku ya mwisho. Sasa nimechoka. Kumbuka niko fasting siku 3, situmii chakula, nimechoka. Nilipochoka namna hii, nikaona maji yamekaa mezani, alafu nikawaambia walio wanaweza kufanya haraka, wale mliokuwa mnataka niwaombee, leteni maji hapo, leteni maji hapo. Nikaombea yale maji, walikuwa wanaweka maji mezani kama hivi mtumishi alipokaa, nikaombea yale maji. Nilipoyaombea namna hii, alafu nikataka yawe tested. Mmoja akawa amesogea mbele, nilipomrushia namna hii nikasema, unakuaje, unajisikiaje? Akasema ya unajua yale maji sasa yalivyoshuka hivi anointing upako. Si kila mtu akaona. Kwa nini hata ambaye akupanga kwenda kuchukua maji asiende kutafuta maji? Nikasema, mimi nilikuwa nasema wale ambao walikuwa kwenye mstari wa kuombewa. Sijui unanielewa ninachosema? Mwalimu, kwa unasemaje kuhusu maji? Maji ni kitu kibaya. Mimi sigombani, usiende kusema mwalimu alikuwa anawasema watumishi vibaya. Mimi sijawasema. Mwambie jirani yako, mwalimu hajasema. Kwa sababu amchelewi kusema mwalimu amesema watumishi wanatumia maji wana mapokeo ya kiroho. Mimi sijasema. Mimi nakufundisha wewe. Usinigombanishe. Kila mtu ana bosi wake aliyemuita, na mimi siwezi kumhukumu mtu. Atatoa hesabu kila mtu kwa kadiri alivyofanya kazi kwake. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo usije ukatoka na mentali. Mimi nakufundisha wewe ujue maji unaoona mwalimu anatengeneza, even you unaweza kuyatengeneza. Unaweza kuyatengeneza. Sasa hivi visaidizi vinawahamisha watu, wanakuwa na mapokeo ya nini? Ya kiroho. Anaanza kuamini imani yake kwenye visaidizi na sio imani yake kwa Mungu aliye hai. Matokeo yake wanapoteza kuishi na Mungu. Matokeo yake wanaishi sasa, unakuwa kama robot, kwa sababu unabidi usubirie mtumishi atakachosema tu. Wewe huna kile kinachokuongoza, wakati mpango wa Mungu ni wewe kuishi na Mungu na Mungu aongoze maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa ninachosema? Hebu kama unanielewa sema amina. Hebu kama unanielewa sema amen. Hebu kama unanielewa sema amen. Hebu kama unanielewa sema amen.
Kwa hiyo Roho Mtakatifu akulazimishi, mpe permission, mpe nafasi, mpe ruhusa. Na ruhusa ya kwanza ambayo huwa anataka ni kumpokea, kumwamini, kumwambia Bwana, nafungua moyo wangu. Na hata kama ulirudi nyuma ukajichanganya, manake nyakati tulizonazo mapito ni mengi. Watu wanapoa hawajui walipoa saa ngapi. Watu wanakengeuka hawajui ni lini walikengeuka. Na usifikiri kila anayekengeuka anapenda. Mwingine amekutana na changamoto, amekutana na vitu, hakupata msaada, anakengeuka. Lakini kwa Mungu bado kuna nafasi zaidi ya moja ya kukurejesha. Bado kuna nafasi zaidi ya moja. Kwa hiyo ninapokuambia jioni ya leo kwenye utangulizi huu, jambo la kwanza, mpe Mungu nafasi ndani yako. Hawezi kuishi na wewe kwa mazoea. Lazima umwambie Mungu, nakupa nafasi. Ingia ndani yangu, uyatawale maisha yangu kwa upya kabisa. Uyaongoze maisha yangu. Nataka kuishi na wewe. Nataka kutembea na wewe. Kuna dhambi huwezi shinda wewe, ni Mungu anatakiwa kuishi ndani yako ili kukupa mfumo mpya wa maisha. Huwezi kushinda kwa nguvu zako. Kwenye Torati walijitahidi lakini wakashindwa. Ni mpaka Kristo alipokuja kufa msalabani, yeye ndiye akazifanya dhambi kuwa powerless, ili kila anayemwamini awe na power ya kushinda. Lakini lazima umpe nafasi moyoni. Na unajua, unasema mwalimu, nitajuaje kama naishi na Mungu? Aliye na mwana ana ushuhuda, na Roho wa Bwana hushuhudia pamoja nasi kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Wewe unapotembea ofisini kwako, anakushuhudia nani moyoni? Unapolala, ushuhuda gani unausikia? Unapoota ndoto, unaona nini? Umewahi kuona mtu ni mwimbaji wa nyimbo, anaimba, anaabudu, lakini akiota ndoto, hajawahi kuota ndoto anaimba na malaika, anaota majoka. Utasikia, mwalimu, kuna joka moja lilitokea baharini likachama, nikaona shimo kubwa, nazama, nikapiga yowe, mama. Unaona mke wako anacheza kumfu kitandani, kiti. Unajiuliza, mke wangu na unene wote ukatoa kumfu wapi? Kumbe anapambana vita ya kiroho. Akiinuka jasho linamwagika, afu namwambia, mama umeokoka? Sasa nampenda Yesu sana. Kuna problem somewhere. Hujampa nafasi huyo Yesu. Niko leo jioni ya kwanza ya semina. Ukielewa neno, ukafungua moyo wako, ukasema, Bwana kaa na mimi, atakaa na wewe mahali ambapo marafiki zako hawezi kaa na wewe. Atatembea na wewe kwa dimension ambayo hujawahi kuiona. Alafu utaona kuna vitu vinabadilika ndani kwa ndani. Unaanza kusikia mambo hukuwa unayasikia. Unaanza kusikia hali ya ibada imefufuka tena. Unaanza kusikia imani yako imetengenezwa upya. Kwa nini? Umemfungulia nafasi, umempa nafasi ndani yako. Unaanza kuona maonezi yanadisapia, ndoto zinabadilika, mifumo ya kuwaza na kufikiri inaanza kuchange, vipaumbele vinabadilika. Kwa nini? Kwa sababu ameingia master kwenye maisha yako. Simama kwa miguu yako. Usipohamishwa, nisikilize vizuri, usipohamishwa kwenye ufalme wa giza na kuingia kwenye ufalme wa Mungu, haijalishi unaombewa kiasi gani, utakuwa ukipona hili, ukitoka hapa mengine yanakutawala, mengine yanakutawala. Ndio maana kuna watu, sisemi mtu ambaye hajaokoka hawezi kupata msaada wa Mungu. Unaupokea tu, unaupokea kabisa, lakini huwezi kufanana na mtu anayeishi na Mungu ndani yake, kwa sababu huyu kuna vitu hataomba, lakini vitakuwa ndani, vitakuwa ndani, vitakuwa ndani. Umewahi kuona wale wanaozaliwa kwenye familia ambazo shetani amekasirikia sana vipawa kwenye hiyo familia? Nilikuwa mkoa mmoja wa kanda ya Ziwa, nikiwa nafundisha namna hii, nilikuwa nafundisha juu ya nafasi yako kwa Bwana. Wakati nafundisha namna hii, kujitambua na kukaa kwenye nafasi yako kwa Bwana, nikiwa nafundisha tukawa na maombezi. Wale ambao wameondolewa kwenye nafasi, namna Roho Mtakatifu ambavyo huwa anawarudisha kwenye nafasi zao. Wakati tunafanya yale maombezi, nguvu za Mungu zikawa zinatembea na maroho yanawachia watu.
Kwa sababu kuna aina ya maroho yananyoka na mtu kumuondoa kwenye nafasi tu. Hayamletei magonjwa, hayamletei chochote, ila yanamuondoa kwenye position, yanamwacha moyoni akiwa empty, hajui afanye nini kwenye maisha yake. Unasikia mtu anasema mimi nimevurugwa. Kihalisia sio kwamba amevurugwa, amejivuruga yeye, ila amevurugwa na maroho kwenye maisha yake. Kwa sababu kuna aina ya maroho hayakuingii ndani. Ndani unajiona mbona hata nikiombewa pepo alilipuki. Huwa yanaenda kukaa kwenye mifumo ya maisha yako. Wewe unajiona uko sawa, lakini ulimwengu wa roho umewekewa boundaries. Uendi kokote. Akaja pasta mmoja wa kanisa moja, tena alikuwa mama. Nakumbuka vizuri, yule pasta akaja ofisini, nimetoka kama hivi, akakimbilia ofisini, akasema mwalimu, tumefanya maombi pale, lakini kuna kitu nimekuja. Na mkamuuliza kitu gani? Akasema mwalimu, familia yetu si kuna shida. Watu wote waliokataa mila wakaamua kumfuata Yesu wote. Eneo mojawapo wanalohangaishwa eneo la ndoa. Anasema wengi wanazaa mtoto mmoja tu, hawezi kuzaa zaidi ya hapo. Alafu wengi wanakufa kabla ya wakati wao. Anasema hivi ninavyokuambia, kila aliyeokoka, kaka yangu alikuwa mchungaji, tumezika miezi michache iliyopita. Ishara zile zile ambazo kaka yangu alikuwa anaziona na mimi nimeanza kuziona. Kwa ninasema mimi ni afuataye. Kumbuka ni mchungaji, lakini ana hofu ya mauti. Unajaribu kumuuliza, lakini wewe si umeokoka? Anakuambia sio kwamba siamini kwa Yesu ni Bwana na Mwokozi, naamini, lakini kwa nilichokiona. Kaka yangu alikuwa na power ya kiroho kuliko mimi, ila ameondoka. Kwa hiyo mimi ninafuata. Unajiuliza why? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Kuna vitu usipokuwa na maarifa ya kuvishughulikia haijalishi. Ndio maana Biblia inasema Mungu akikaa na wewe, jukumu la kwanza anakuambia nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Afu mali pengine anasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Unagundua kwa nini Mungu awekeze kwenye kukufundisha? Kwa sababu Mungu anapokufundisha ana transfer knowledge ya kwake, ana transfer akili yake kuingiza ndani yako. Anafanya kitu kinaitwa behavioral impartation. Tabia zake huwa zinaama through doctrine, fundisho lake. Mungu anapokufundisha anakumenta, anakufanyia kitu kinaitwa mentorship. Afu ghafla unaanza kufikiri kama yeye, anaanza kuona kupitia macho yako, anaanza kugusa vitu kupitia mikono yako. From there mambo yanaanza kumove kwenye maisha yako. Kwa nini? Mungu amekufundisha. Ili akufundishe lazima umpokee, na sio kumpokea tu, umpe nafasi moyoni mwako. Na ndicho adui anawinda. Anataka ubaki na kwa jina la Yesu, alafu huyo Yesu unayemtaja unamwona yuko maili nyingi, sio aliyeko moyoni mwako. Sasa mpaka aje na meli na zama, itakuwaje? Mpaka aje na wewe umekabwa, itakuwaje? Lakini aliye moyoni, hata usiposema kwa jina la Yesu, saa nyingine unasema tu Yesu, afu naona huko ndani kama vile volcano, kama volcano analori, anaunguruma, simba wa kabila la Yuda. Hasira ya roho inaamka, afu unasema kuanzia leo haya maoneshi kwa watoto wangu nachola mstari unacholwa. Shangaa watoto wako ni wanapepea. Why? Kwa sababu unaye simba wa kabila la Yuda. Lazima mpe nafasi watu wa Mungu. Fikiria uliokokaje? Maisha yako ya wokovu yakoje? Funika macho yako. My Lord, funika macho yako, mtu wa Mungu. Nimekupa wale waliokuwepo kanisani, nimekupa shuhuda nyingi. Niliokoka nikiwa mdogo. Sijakupa shuhuda nimetoka kwenye familia ambazo ningekueleza ungeshangaa. Lakini from there
Nimeishi kwenye mazingira ambayo yako demonic influence na demonic influence, yani utawala wa nguvu za giza. Lakini kwenye mazingira hayo hayo nimemwona Mungu aliye hai. Na ndio maana nina ujasiri wa kukwambia kwa lugha ya upole, wakati Mungu anapata nafasi kwenye maisha yako, kalenda mpya huwa inaanza kwenye maisha ya mwanadamu. New kalenda inaanza, kalenda mpya huwa inaanza, hatua mpya zinaanza. Unapompoteza Mungu, unapoteza na kalenda ya maisha yako, una remain a cupboard. Utukufu wa Mungu umeondoka, na utukufu wa Mungu ukiondoka, na maisha yake yameondoka. Tafakari moyoni mwako, nani anayeongoza maisha yako? Nani anayetawala? Nani anaishi kwako? Nani anayetawala kwenye maisha yako? Mungu ni kila kitu, watu wa Mungu. Ukimpata umepata vyote, ukimpata umepata kila kitu. Maombezi ni for temporary, but God ni permanent. Umepata maisha yake. Funika macho yako, funika macho yako. Kuna kitu nasikia nilalapo, lakini piga tu keyboard. Ufalume wako uje, mapenzi yako Baba yatimize. Nilalapo na niamkapo, wema wako bado uko kwangu. Nimezungukwa na nguvu zako Baba, hakika Yesu urafiki mwema. Nilalapo na niamkapo, Yesu wema wako bado upo kwangu. Yes, Lord. Nimezungukwa na nguvu zako, hakika wewe urafiki mwema. Ufalume wako uje, mapenzi yako Baba yatimizwe. Ufalume wako uje, mapenzi yako mwaminifu Baba yatimizwe. Karibu, karibu, karibu. Karibu Yesu, ukae siku zote Baba, maishani mwangu. Karibu Baba, ukae siku zote maishani mwangu.
ukae kwangu siku zote Baba, maishani mwangu. Haya ni maombi yangu. Karibu wewe, karibu wewe, karibu wewe, siku zote Baba, maishani mwangu wewe, uwe wangu wewe, uwe wangu Baba, ninaomba wewe Baba, ninaomba Baba, fanya makao ndani yangu, uwe wangu wewe daima. Haya ni maombi yangu Baba, uwe wangu, naomba daima. Unamsikia Bwana kumpa nafasi kwa upya moyoni mwako? Sogea mbele kwa unyenyekevu. Unasikia ndani ya moyo wako kwamba natamani kumpa Bwana nafasi kwa upya. Inawezekana uliwahi kuokoka, lakini maisha yako, hatua zako hazijampa Mungu nafasi moyoni mwako. Kuna namna umepoa, kuna namna umerudi nyuma, maisha yako yamepoteza mvuto wa kiroho, na unasikia kumpa nafasi uwe nawe, awe nawe daima. Na hata kama hujawahi kuokoka, hii ni nafasi yako ya pekee. Sogea mbele kwa unyenyekevu, kwa kufungua moyo wako mbele za Bwana, kwa kufungua moyo wako mbele za Bwana. Fungua moyo. Huu ni mwaliko wa Roho Mtakatifu mwenyewe, sio mwaliko wa mwalimu, sio mwaliko wa mtu. Na ukifika hapa, fungua moyo wako, mwambie nataka uishi na mimi, nataka ukae na mimi, uwe wangu daima, uyatawale maisha yangu. Unajua kabisa kwamba mimi namtaka Yesu, namtaka Mungu aishi na mimi. Fungua moyo wako mbele za Bwana na usogeme. Unasikia kabisa moyo wa toba, roho ya toba ndani yako, roho ya matengenezo, kwamba nitengeneze na Bwana jioni ya leo. Yes, umeitwa. Yes, una kipawa kizuri, lakini je, unaishi na Mungu wewe? Unakaa na Mungu? Yesu anaishi na wewe daima, ufalme wake unakaa ndani yako. Kisha gundua kwamba sina ule ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani. Ninamtaka Mungu akae na mimi, aniokoe, aishi na mimi. Sogea mbele, wala usione aibu. Ni neema iliyoje unapopokea mwito wa Roho Mtakatifu namna hii, unaposikia sauti yake ndani yako ikikuita, ikikwambia mwanangu njoo, mwanangu njoo, nataka kukaa na wewe kwenye maisha yako, nataka kutembea na wewe kwenye utumishi wako, nataka niishi na wewe kwenye kipawa nilichokupa, nataka nijifunue kupitia wewe, nataka nikupe heshima ya mbingu ndani yako, nataka nikae na wewe, nataka niulete ule utukufu uliokosekana, nataka niyalete yale maisha yangu ndani yako, nataka nikupe uzima wa milele. Ni neema iliyoje, ni neema iliyoje kupata mwaliko wa Roho Mtakatifu namna hiyo. Ni neema iliyoje. Nimeona watu waliompokea Bwana wakiwa wamefungua mioyo yao, hatima zao zikibadilika, wengine wakiponywa, wengine wakipokea nguvu itokayo juu, wengine hatima zao, wengine mateso yao yakikomeshwa, wengine wakianza hatua mpya, wakiona mwelekeo mpya wa maisha yao. Watu waliofika njia panda wanapokea new direction, wanapokea mwongozo mpya. Kwa nini? Ni ile tu wamemfungulia Bwana mioyo yao na kumwambia Bwana, wewe ni kila kitu, tunakupokea kwa upya. Saa wanapofungua mioyo yao, Bwana anapata nafasi. Nimeona wale waliofika mahali pa kukata tamaa, kalenda mpya ikianzishwa, enzi mpya ikianza kwenye maisha yao. Karibu Yesu, karibu tu mioyoni mwetu, karibu ndani ya moyo wa huyu mama, ndani ya moyo wa huyu kijana, ndani ya moyo wa mtumishi wako huyu. Karibu, kae naye. Karibu Yesu, karibu Yesu.
Inawezekana amesikia habari zako, lakini kuna namna hajawahi kukuona wewe binafsi ndani yake. Hajawahi kukuona vile una operate, hajawahi kukuona vile unabadilishaga, vile unaondoaga mauti ya dhambi na kuleta uzima ndani yake. Hajawahi kuona ile flow ya power inayotembea kwa watoto wako. Hajawahi kuona ile nguvu ya baraka. Hajawahi kuona lile agano jipya linavyo-operate. Hajawahi kuona ile nguvu ya ushindi inavyofanya kazi kwa watoto wako. Fungulia huo mlango Bwana anapokupokea kwa upya. Fungulia huo mlango Bwana anapokupokea kwa upya. Fungulia huo mlango wa kukaa naye. Fungulia huo mlango wa kalenda mpya kuanza kwenye maisha yake. Hayo maonezi yaliyokaa kwenye maisha yake, historia yake mene tekeli na pelesi, huo ufalme umepimwa ya kwamba hauna tena nguvu ya kuexisti kwenye maisha ya mtoto wako huyo. Anapokupokea, kila kitu kinapinduka ndani yake. Tawala za giza zinapinduliwa, matendo ya kuzimu yanaondoka, na nuru yako inaangaza ndani yake, na maisha mapya yanaanza. Yanaanza ndani yake. Weka mkono wako kifuani, moja nyenyua juu, ishara ya kusalenda kwa Bwana. Uliyeko nyuma ukijisikia kuinua mikono yote miwili, uliyeko kule nyuma ni sawa tu mbele za Bwana, lakini fungua moyo wako. Hata kama ni kweli umeokoka, na wewe mpe Mungu nafasi nyingine. Inawezekana katika mambo fulani humwamini Mungu, na katika mambo hayo umekwama kwenye maisha yako. Mwambie Mungu na kufungulia moyo wako. Natamani kukuamini kwenye mambo yote. Wewe uliyeko kule nyuma, mwambie Mungu, ninakufungulia moyo wangu. Nataka kutembea kwa imani, kwa kuwa kwako hakuna linaloshindikana. Uliyeko mbele, wewe pia mfungulie Mungu moyo. Mwambie, nataka kutengeneza, nisamehe dhambi zangu zote. Nataka kutembea na wewe. Kaa nami, ishi nami, tembea nami, ondoka nami kwenye maisha yangu. Fatana na mimi maombi haya kwa imani mpaka kule nyuma. Sema, Mungu Baba, ukiwa umefungua moyo wako kwa unyenyekevu kabisa. Hii inatokea, kuna watu wanahamishwa, giza halitakuonewa kwenye maisha yako. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. From this moment unapokiri sala hii, kuna kalenda mpya inaandikwa kwenye maisha yako. Haijalishi unatokea familia gani, dini gani, kanisa gani, lakini from this moment you receive the power of salvation. Unapokea nguvu ya wokovu, unapokea neema ya kuokolewa na kuhamishwa kutoka kwenye utawala wa dhambi na kuingizwa kwenye utawala wa haki, utawala wa mwana kondoo, katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Bwana, jioni ya leo nimesikia neno lako, ninanyenyekea kwako. Wewe ni Mungu ria hai. Umesema kwa neno lako kwamba nikupe nafasi ili uishi ndani yangu, ili uokoe maisha yangu, na mimi niko tayari. Jioni ya leo niko tayari, nafungua moyo wangu, ingia ndani yangu kwa upya kabisa. Yesu Kristo, nafungua moyo wangu, ingia ndani yangu kwa upya kabisa. Ninaomba nisamehe dhambi zangu. Mungu Baba, nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda. Nisamehe maovu yangu yaliyonifarakanisha mimi na wewe. Nisamehe Bwana, ninatubu kweli jioni ya leo. Ninatubu kweli jioni ya leo. Nisamehe Bwana, niko tayari kutembea na wewe, niko tayari kuokolewa na wewe. Bwana, Roho Mtakatifu,
ingia ndani yangu, uyatawale maisha yangu kwa upya kabisa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, jina langu popote pale lilipoandikwa kwenye kitabu cha hukumu au kwenye vitabu vilivyoko kuzimu na kwenye madhabahu yoyote isiyo ya kwako, ambayo jina langu limeandikwa huko, Bwana, jioni ya leo lifute jina langu kwenye hivyo vitabu na mahali popote lilipo, kwa damu ya Yesu. Uliandike, uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo mimi ni wako, yatawale maisha yangu, ishi ndani yangu, ishi ndani yangu, kaa na mimi, yaongoze maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Asante kwa kunisamehe, asante kwa kunisamehe, asante kwa kuniokoa, asante kwa kuniokoa, asante kwa kuingia kwa upya kabisa ndani ya moyo wangu. Ishi nami Bwana, tawala maisha yangu. Ishi nami Bwana, tawala maisha yangu popote ninapokuwa. Ishi nami Bwana, tawala maisha yangu. Na kuanzia leo, maisha ya zamani, maisha ya dhambi, maisha ya kuonewa na adui, maisha ya zamani, maisha ya zamani, maisha ya dhambi, maisha ya kuonewa na adui, ninayakataa, ninayakataa, ninayakataa kwa damu ya Yesu. Maisha ya dhambi, maisha ya kuonewa na adui, kuanzia leo ninayakataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, tawala maisha yangu tangu leo na hata milele, na hata milele. Roho Mtakatifu, nijaze na nguvu zako na uweza wako kuanzia leo na hata milele, kwa jina la Yesu. Sasa imekuwa, mshukuru Mungu, hilo la kwanza, alafu yakatae maisha ya zamani. Sasa hivi dakika chache, na sijajua kama mmetoa sadaka. Sadaka tumetoa. Andaa na sadaka yako. Unapomshukuru Mungu, yakatae maisha ya zamani. Kuna jambo linatokea. Kuna mtu anahamishwa hapa, kuna mtu anahamishwa, kuna mtu anahamishwa, kuna dimension inatokea, kuna kalenda mpya inaandikwa. Ile kalenda ya mateso, ile kalenda ya zamani inafutika. Fungua kinywa chako mpaka kule nyuma, usiombe kama vile utaomba. Mwambie Bwana, saa hii niko tayari kuishi na wewe, ninayakataa maisha ya zamani. Maanisha kabisa, wewe sio laana kuanzia leo, wewe ni baraka kuanzia leo. Giza halina nafasi, utawala wa mapepo hauna nafasi, utawala wa misimu hauna nafasi, utawala wa Mungu una nafasi. Omba mpaka kule nyuma, katayo maisha ya zamani. Mwambie Bwana, tembea nami sasa kwa uwezo mpya, kwa nguvu mpya. Nenda mbele za Bwana mpaka kule nyuma, mpaka kule nyuma. Omba mbele za Bwana. Saa hiyo unaandaa na sadaka yako, na wewe uliyeko mbele, mshukuru Mungu. Fungua moyo wako, mwambie Bwana, tembea nami, ishi nami. Sitaki tena kuonewa, sitaki tena kuishi maisha ya zamani. Mwambie Bwana, tembea nami. Ninaiona nguvu ya Roho Mtakatifu, ninauona uwezo wa Bwana, ninauona upako juu yako saa hii. Mwambie Bwana, historia mpya ianze, maisha mapya yaanze, maisha mapya yaanze, maisha mapya yaanze, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio
Ndio, ndio, in the mighty name of Jesus. Kuanzia leo pokea hii neema, power, pokea hii neema. Yes, 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 power, 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 fire, power in Jesus name. Pokea, pokea hiyo neema, pokea hii neema. Ninaiona neema juu yako, ninaona uweza, ninaona uweza. Power in Jesus name, power, power in Jesus name. Pokea hiyo neema in Jesus name. Yes, maisha mapya in Jesus. Pokea hiyo neema, power in Jesus, power in Jesus. Kuanzia leo, power in Jesus name. Pokea hiyo neema. Hakuna kurudi nyuma, hakuna kuanguka tena, hakuna kurudi nyuma. Neema ya kukaa na Mungu. Yes dada, inaiona hiyo neema. Power, yes, power in Jesus name, power in Jesus, power in Jesus. Neema ya Bwana inakubadilisha kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo. Kila nguvu iliyokuwa inakurudisha nyuma, mene tekeri na pelesi, wewe nguvu na kupiga kwa moto. Nafsi ya dada huyu iko huru, iko huru. Wewe roho na kupiga kwa moto, pigwa kwa moto, pigwa kwa moto, pigwa. Achia hatima yake, achia maisha yake in the blood of Jesus. Maisha yako yanapokea kalenda mpya kuanzia leo. Hautalia tena, hautaonewa, hautanyanyasika. Nasema kwa kuwa huyu Mungu anakupenda, maisha yako yanabadilishwa, kalenda inabadilishwa, hatima inabadilishwa in the mighty name of Jesus. By the power, by the power, by the power of the Holy Spirit. Inakuwa, ninaiona hiyo neema. Usionewe, usionewe, usionewe. Hayo mashambulizi kwenye maisha yako, hilo giza na kila utawala, pigwa kwa moto. Yes, 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 yes. By the power of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Neema ya Bwana, neema ya Bwana ya kubadilisha hatima yako iko juu yako, iko juu yako. Power in Jesus name, power in Jesus name. Hiyo neema inakufungua, inatoa hizo roho zinazonyanyasa maisha yako. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus, by the power of Holy Spirit. Achia maisha yake, achia maisha yake. Wewe, wewe, achia hatima yake, achia hatima yake. Mweke mkono kifuani mhudumu mmoja. In Jesus name. Power, yes, power of covenant be destroyed. Power, nguvu ya maagano mengine inaharibiwa kuanzia tarehe ya leo, kuanzia leo, kuanzia leo. Power of Holy Spirit, neema ya kubadilishwa kwenye maisha yako. In Jesus, in Jesus. Power, power in Jesus name, power in Jesus name. Pokea neema, pokea neema in Jesus. Imekuwa, imekuwa, imekuwa. Pokea, pokea in Jesus. Power in Jesus name. Pokea neema, pokea neema. Oh, imekuwa, imekuwa mtumishi, imekuwa. Hayo majina hautapewa tena, aibu haitakaa kwenye maisha yako. Ninaiona neema, ninauona uweza wa Mungu. Power, power, power. Yes, I command you in Jesus name. I command you now.
Leave this body. Achia mwili huu, achia mwili huu, achia mwili huu. Maagano yako yamefutwa. Amekukataa, amekukataa, amekukataa. Yes, power Jesus name. Hiyo nguvu inayosababisha uasi, inayosababisha uasi, inayosababisha uasi, kuanzia leo, haya take, achia, achia maisha yake, achia maisha yake. Utawala unaondoka. Power of the blood of Jesus. Power in Jesus. Power in Jesus. Power in Jesus. Haya, achia, achia maisha yake. Power, 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 power in Jesus. Haya, achia, haya, achia, haya, achia, achia wewe. Yesu amebadili humu ndani. Achia, nasema achia. Maonezi yako yanaondoka. Achia sasa, achia sasa, achia. Mwombeni kidogo. In Jesus name. Power in Jesus. Pokea hiyo neema, pokea hiyo nguvu dada. Mungu anabadilisha kalenda yako. Maonezi, no more pain, no more pain. In Jesus name. No more pain. Jesus name. No more pain. Power. Jesus. Pokea hiyo nguvu ya kuwa mpya kabisa, nguvu ya badiliko. Power in Jesus. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna maonezi tena. Mungu aishi na wewe, aishi na wewe mama. Power. Yes. Power. Power in Jesus. Kuanzia leo mshike kifuani unapomwombea. In Jesus name. Kuanzia leo, kuanzia leo mtumishi, hicho kipawa cha utumishi hakitaharibiwa. Ninaona utumishi ndani yako, ninaona kipawa cha utumishi. Power. Pokea hii neema in the mighty name of Jesus. Kuanzia leo, in Jesus name, in Jesus name. Kuanzia leo, in Jesus, in Jesus name. Weka mkono wako kifuani dada. In the mighty name of Jesus. Power of Holy Spirit. Power. Yes. Power by the blood of Jesus. Pokea neema, pokea neema ya kuwa huru. Uwa huru kwenye maisha yako. Usionewe, usionewe mama, usionewe. By the blood of Jesus. Hakuna adui kutumia udhaifu wako kunyanyasa maisha yako. Milango ya udhaifu imefungwa. Power in Jesus name. New history, new history, new identity. Tambulisho mpya by the power of Jesus Christ. In the name of Jesus. Imeshakuwa, imeshakuwa, imeshakuwa dada. Ninaona moyo wa kumcha Bwana. Imekuwa. In Jesus. Kuanzia leo nang'oa kila kisichokuwa cha Bwana ndani yako. Ninapanda mbegu mpya, ninapanda mbegu ya Bwana. Usionewe tena, usizuiliwe. In Jesus name, in Jesus name. Imekuwa, imekuwa, imekuwa. Yes, imekuwa. Historia mpya, historia. Yes. Power. Kuanzia leo, power in Jesus. Power in Jesus. Power in Jesus. Kuanzia leo funguka, funguka maisha. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Kuanzia leo, kuanzia leo. Power in Jesus. Anda sadaka yako kwa Bwana, anda sadaka yako kwa Bwana. Funika macho yako. Baba, asante kwa ajili ya watumishi wako na watoto wako ambao umewaleta jioni ya leo, ambao wamesikia neno lako. E Bwana, ninawaombea kuanzia leo katika jina la Yesu aliye hai. Nguvu za aliye juu ziwe juu yao katika jina la Yesu aliye hai. Wanapotoa sadaka zao, bariki sadaka zao na upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yao. Hatima zao zigeuzwe. Kanao wapokee neema, kanao wapokee neema. In the mighty name of Jesus. Wabariki Bwana, bariki njia zao, bariki nyumba zao, bariki kazi zao. Wabariki wanaporudi
rudi nyumbani katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Tukiwa katika hali ya kuomba, wewe ambaye umeandaa sadaka yako, basi tumia nafasi hiyo kuachilia shukrani yako. Hapo huduma itaendelea, huduma itaendelea. Wewe ambaye umeandaa sadaka yako, basi mzee wa kanisa ama mhudumu awe na chombo hapo katikati. Huduma inapoendelea, wengine wapate nafasi ya kumshukuru Mungu. Wale ambao wataendelea kuombewa kwa dakika chache zijazo, basi ama watasogezwa pale Powerhouse, chumba cha maombi, basi neema ya Mungu itangulie. Niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana uniguse. Niguse, niguse, niguse tena. Wewe ambaye umeandaa shukrani yako, basi weke shukrani yako hapa. Ninaomba Baba uniguse tena. Niguse, 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 niguse. Yeah.